Na ikawa hivyo maombolezo yaliyodumu kwa muda mrefu sana. Kwa bahati mbaya, miaka mitatu mbele, yaani mwaka 1903, baba yake Adolf Hitler, mzee Alois Hitler, alifariki, na kipindi hiko Adolf Hitler alikuwa na umri wa miaka 14 tu. Wengi wanaamini kifo cha baba yake Hitler kina mchango mkubwa kwenye kumfanya Hitler kukosa malezi yaliyokuwa yakimfanya walau abaki kwenye mstari wa kuwa binadamu wa kawaida. Kwani hata Adolf Hitler alipokuwa na umri wa miaka 16, aliamua kuacha shule na kuwa kijana wa mtaani, na mama yake aliyekuwa akimdekeza mno wala hakufanya lolote kumrudisha mwanawe shuleni, na hata hakumtaka walau atafute kibarua, bali akamwacha ajiongoze mwenyewe kama ng'ombe. Kipindi baba yake amefariki, familia yao iliyokuwa na uchumi mzuri ikayumba. Mama yake akaanza kuwa ni mwangalifu mno kwenye matumizi, lakini bado kwa wakati huo Adolf Hitler alipokuwa kijana alikuwa na tabia ya kupenda kuvaa nguo nzuri kisha kutembea na mkongojo mtaani, ikiwa ni namna ya kutaka kujionyesha mbele za watu ya kuwa yeye ni kijana tajiri. Matajiri enzi hizo walivaa suti na vikoi kwa ndani, kisha kofia kichwani, halafu mikononi wameshika mikongojo. Hitler akawa anafanya kama hao. Na watu wa mtaani walipokuwa wakimuuliza ya kwamba, Adolf, unadhani utakuja kuwa nani ukiwa mkubwa? Hitler akawa akiwajibu kwa kujiamini na mikogo yote ya kwamba yeye atakuja kuwa msanii mkubwa sana atakayefahamika dunia nzima. Siku zote ndoto za Hitler hazikujifunga mahala padogo, ziliitazama dunia kwa ujumla, akitaka kuiweka kiganjani mwake. Na kwa tamaa ya kuwa msanii maarufu duniani, Adolf Hitler akaamua kuomba kujiunga na chuo cha sanaa huko Vienna, ambao ni mji mkuu wa Austria, chuo kilichokuwa kikiitwa Academy of Fine Arts, lakini wakamkatalia, ikiaminika waliona hana kipaji kikubwa kama ambavyo alikuwa akijiamini mwenyewe na kusifiwa na mama yake. Hitler alikuwa akipenda sana kuchora, lakini kwa vyuo vya sanaa vilikuwa vikiona michoro yake haina ubunifu wowote unamfanya astahili kujiunga na vyuo hivyo. Mwaka 1907, kwa bahati mbaya, mama yake Adolf Hitler naye akafikwa na umauti. Wakati huo Adolf Hitler akiwa na umri wa miaka 18. Hili nalo lilikuwa pigo kubwa sana kwa Adolf Hitler, sababu mama yake pekee ndiye aliyekuwa kipenzi chake na msingi wa kiburi chake. Mama yake Hitler alifariki baada ya kuugua muda mrefu kwa kansa ya matiti. Inasimuliwa kuwa Adolf Hitler alipopata pesa za urithi huko Vienna, aliishi kama mfalme. Ndani ya mwaka mmoja tu akamaliza pesa zote za urithi alizozipata, tena akiwa hajazifanyia kitu chochote cha maana. Na alipomaliza pesa zote huku akiwa hafanyi kazi yoyote, sasa Adolf Hitler ikamlazimu kuwa chokoraa aliyeishi mtaani, akilala vichochoroni, kula kwa kubahatisha na kuvaa madabwada yaliyochoka mno. Kuna wakati maisha yalipomzidia ugumu, Adolf Hitler akawa ombaomba aliyewasumbua familia zilizokuwa na urafiki na familia yao. Na alipopata pesa kidogo, akaanza kufanya biashara ya kuuza rangi za maji, na pia akawa anachora michoro yake na kuiuza pia. Lakini ilikuwa ni kazi ya kijungujiko, mradi mkono uende kinywani. Mwaka 1913, Adolf Hitler akiwa na umri wa miaka 24, sasa akakimbilia huko Munich, Ujerumani. Akaishi katika mji wa Munich, na huko aliendelea na kazi za kuuza rangi, huku pia akiendelea na uchoraji. Mwaka 1914, ilipoanza vita ya kwanza ya dunia, Adolf Hitler akaamua kujiunga na jeshi la Ujerumani, na tabia yake ya kujiamini sana ilimsaidia kuonekana mwanajeshi imara, na alipokwenda vitani akawa anatumika kama kishada kupeleka habari. Akawa anakimbia katikati ya mapigano makali, akizikwepa risasi na mabomu na kufikisha taarifa kwa wakati kila mara alipotumwa. Na kazi hii ya Adolf Hitler ilisaidia sana jeshi la Ujerumani na kumfanya Hitler kupandishwa cheo mpaka kuwa koplo. Vita ya kwanza ya dunia ilipokwisha, Adolf Hitler akawa miongoni mwa Wajerumani waliowalaumu Wayahudi ya kwamba ndio waliokuwa sababu ya wao Wajerumani kushindwa vita.
Nikimkariri mwanahistoria wa Kiingereza Tim Grady aliandika kitabu kilichoelezea vita ya kwanza ya dunia kiitwacho A Deadly Legacy, German Jews and the Great War. Tim Grady aliwahi kusema, "If we want to clearly understand how the Nazi came to power, we need to see it was the event of World War I that were fundamental to the rise." Akimaanisha, ukitaka kuelewa kwa ufasaha Wanazi waliingia vipi madarakani, tunapaswa kuelewa na kuona matukio ya vita kuu ya kwanza ya dunia jinsi yalivyochochea. Adolf Hitler aliwalaumu Wayahudi kwa propaganda zilizowafanya Wajerumani kushindwa vita hiyo. Aliamini kuwa kwanza, wale wanajeshi wa Kijerumani wenye asili ya Kiyahudi ambao wanakadiriwa walikuwa ni zaidi ya 100,000 walikuwa na mtindo wa kukimbia kutoka katika safu za mbele za mapigano pindi vita zinapokuwa kali. Kwa hivyo jeshi likawa linakosa wapiganaji wa kutosha kutafuta ushindi. Lakini pia Wayahudi walionekana kuhujumu mbinu za ushindi wa Wajerumani huku wakinufaika kwa ubinafsi wao. The Storybook. Mwaka 1918 ilipoisha vita ya kwanza ya dunia, aliyekuwa mtawala wa Ujerumani kwa wakati huo, Kaiser Wilhelm wa pili, alilazimika kujiuzulu kutokana na nchi yake kushindwa vita. Ujerumani sasa ikatengeneza serikali mpya iliyoitwa The Weimar Republic. Kisha mwaka 1919 Ujerumani ikasaini mkataba ulioitwa Treaty of Versailles. Na mkataba huo ukawa na kipengele kilichoitaka Ujerumani na washirika wake kulipa fidia ya madhara yaliyotokana na vita kuu ya kwanza ya dunia. Na fidia ilikuwa ni kubwa sana, kwa maana walitakiwa kuyalipa mataifa yote yaliyoathirika na vita hiyo na kila hasara iliyotokana na vita kuu ya kwanza ya dunia. Na kipengele hiki kiliurarua sana uchumi wa nchi ya Ujerumani, na serikali yao mpya iliyoitwa The Weimar Republic ikasota sana kulipa fidia hiyo. Serikali hii ikashindwa kuwa na mbinu za kuunusuru uchumi wa Ujerumani. Hivyo wakaja na mpango wa kutengeneza ajira nyingi mpya, na ili kumudu kuziendesha ajira hizo wakaprinti pesa nyingi zaidi. Kwa tamaduni za kiuchumi hili lilikuwa ni kosa kubwa, kwa maana ukiprinti pesa nyingi zaidi, hivyo pesa nyingi zaidi zitaingia kwenye mzunguko, na hili husababisha pesa husika kushuka thamani yake. Kati ya mwaka 1921 mpaka mwaka 1923 Ujerumani ikaingia katika hyperinflation, kushuka kwa thamani ya pesa, na dola moja ya Kimarekani ilikuwa na thamani ya zaidi ya trilioni ya pesa ya Kijerumani. Uchumi wa Ujerumani uliporomoka mno. Pesa yao ikashuka thamani kiasi kwamba mtaani watoto wa Kijerumani walikuwa wakitumia maburungutu ya pesa kujenga nyumba zao za kuchezea. Kipindi hiki haya yote yanaendelea, Adolf Hitler alikuwa ni mwanajeshi mpelelezi ambaye jukumu lake lilikuwa ni kuchunguza taarifa na msimamo wa wananchi na minong'ono yao, na kisha kuripoti kwa jeshi na serikali. Hawa watu walikuwa wakiitwa informants. Na kabla ya kuingia kwenye kitengo hiki nyeti, Adolf Hitler alipelekwa kusoma mambo ya historia ya Ujerumani, mambo ya kisiasa na upelelezi, na mafunzo ya public speaking, yaani hotuba kwa umma. Na Hitler tangu chuoni akawa mzuri kwenye public speaking, kiasi akawa anapewa fursa za kuhutubia mafunzo mbele ya wanafunzi wenzake. Na mafunzo haya ndiyo yanayotajwa kuwa kionjo muhimu zaidi kilichomjenga kisiasa Adolf Hitler. Mwaka 1919 Adolf Hitler akiwa kwenye kutimiza hayo majukumu yake ya upelelezi, akahudhuria mkutano wa chama cha wafanyakazi, German Workers' Party. Alikwenda hapo akitakiwa kuwa shushushu, asikilize sera na misimamo ya chama hicho, kisha apeleke umbea kwa serikali. Lakini badala ya kuiba umbea hapo, Hitler akajikuta akivutiwa na sera za chama hicho. Nao wakamvutia zaidi kwa sera zilizowalaumu Wayahudi kwa mateso wanayoyapitia Wajerumani. Sasa Hitler aliyekwenda kama shushushu sasa akajiunga
na kuwa mwanachama kindakindaki wa chama hicho. Akajiunga kwa nambari 555, na kwa vile alikuwa na uwezo mkubwa wa public speaking, yaani kuzungumza, kuuza sera mbele za watu, akawa ni kichocheo kikubwa cha kuvuta wanachama wapya kujiunga na chama hicho. Adolf Hitler akawa mwenye nguvu, mvuto na ushawishi, hata kumzidi aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho, Anthony Drexler. Na Hitler akawa mjanja sana kwenye hotuba zake. Wanasema alipokuwa akizungumza sera zake, alikuwa akisoma reaction za wafuasi wanaomsikiliza. Kwa sera zozote ambazo hazina mvuto na hazishangiliwi, alikuwa akiachana nazo, na sera ambazo zilikuwa na mvuto kwa watu na kushangiliwa sana, basi hizo ndio akawa anatokwa povu nazo, kwa vile alijua kwake zitakuwa na umuhimu kwenye kumwongezea nguvu yake ya ushawishi. Mwaka 1921 kamati kuu ya chama cha Nazi ikaonyesha nia ya chama hicho kuungana na chama pinzani kingine, chama cha kikomunisti, ili kuunda nguvu kubwa zaidi. Hitler, ambaye alikuwa akifikiria kwa ubinafsi, akaona muunganiko huo kwake hautakuwa na faida na utatishia nafasi yake. Sasa Adolf Hitler akaona ni vyema apige mkwara utakaosaidia muunganiko huo usifanyike, lakini pia kulinda nafasi yake. Adolf Hitler, ambaye kwa wakati huo ndiye alikuwa mwanachama wa Nazi mwenye ushawishi zaidi, akatishia kujitoa kwenye chama hicho. Chama cha Nazi kiliposikia Hitler amejitoa, wakapaniki kwa kiwango kikubwa na wakamuita tena kwenye meza ya mazungumzo, na Adolf Hitler akatia sharti ya kwamba kama wanataka arudi katika chama hiko, basi itabidi mwenyekiti wa chama hiko bwana Anthony Drexler ajivue uwenyekiti na kisha apewe yeye Hitler. Sasa Adolf Hitler ndio akapachikwa jina la The Führer, yaani the leader, kiongozi, na kwa kipindi hiko akajiweka mbele hasa kutengeneza umaarufu wake kwa kupitia hotuba zake. Na sasa akawa anatambulika kama kiungo muhimu kwenye siasa za Bavaria na Ujerumani kwa wakati huo. Kufikia Novemba 8 mwaka 1923, ikiwa ni miaka 4 tangu ajiunge na chama hicho, kutokana na ushawishi mkubwa aliyokuwa nao wakati wa hotuba zake, Adolf Hitler alifanikiwa kuwavuta wanachama wapya zaidi ya 2000, na chama hiko sasa ndio kikabadili jina kutoka kwenye German Workers' Party na kuanza kuitwa Nazi. Hapo Hitler, ili kujiwekea utambulisho na imani zaidi kwa wafuasi wake, ndio akabuni na ile logo ya Nazi. Kisha wakatengeneza na bendera, wakafanya kampeni ya kusambaza bendera zao mitaani na mabango ambayo yalibandika alama ya Nazi, ambayo ikawafanya watu wazidi kuwa wanachama wa kugaragara wa chama hiko. Na kisha akashauriwa na moja ya marafiki zake, tajiri mmoja, ambaye akamshauri Hitler kuhakikisha hata mitaani wanapiga picha nyingi na kubandika picha zake Hitler. Kwa hivyo mitaani zikazagaa bendera za Nazi, yakazagaa mabango ya Nazi na picha za Adolf Hitler. Hitler ambaye kichwa chake kilionekana hakiko timamu, lakini alikuwa na kila mbinu ya kuhakikisha kila siku anapanda ngazi kufikia matamanio yake. Na mwaka huo huo 1923, Adolf Hitler akaunga nguvu na jenerali wa jeshi la Ujerumani Erich Ludendorff, na lengo lao likawa ni kufanya mapinduzi, kuitoa the Weimar Republic, serikali iliyokuwa madarakani, na kisha wao kuikamata hatamu. Na kwa hotuba za Adolf Hitler zenye ushawishi mkubwa zikawafanya wanachama wa Nazi kutokwa na uoga na kukubali kuandaa mashambulizi ya jaribio la kuipindua serikali, mapinduzi yaliyofahamika katika historia kwa jina la Beer-Hall-Putsch. Novemba 8 mwaka 1923, Adolf Hitler na wanachama wake wakavamia mkutano wa aliyekuwa kiongozi wa Bavaria kwa wakati huo, Gustav von Kahr. Na hapo Hitler kwa ubabe akapanda jukwaani na kutangaza mapinduzi. Hitler aliyekuwa na wafuasi wengi, sasa vuguvugu la mapinduzi yao likapamba moto. Lakini wanachama wengi wa Nazi walioshiriki vuguvugu hili walikamatwa na kushtakiwa kwa uhaini, Adolf Hitler akiwa ni mmoja wao, na hukumu ya mahakama ilipotoka wakatupwa gerezani kwa hatia ya uhaini. Sasa
Hitler yundani gerezani kutumikia kifungo kwa kesi mbaya ya uhaini, lakini moyo wake mgumu wala bado haukuvunjika. Ndoto na mipango yake ya kutaka kuingia madarakani ilikuwa pale pale, na uchu wake wa madaraka ulikuwa ni mkubwa kiasi Ujerumani peke yake ilikuwa haimtoshi. Adolf Hitler ndoto yake ilikuwa ni kuwa mtawala wa dunia nzima. Sasa Hitler alitokaje gerezani na akapata wapi nguvu ya kisiasa na nguvu ya kiuchumi iliyomfungulia tena milango ya kuja kuisumbua dunia? Wanasema Hitler hakuwa mzima kichwani, lakini ni hakika alikuwa mwenye mbinu za ajabu zilizomshinda kila mmoja kuzuia matamanio yake. Simulizi hii itatulazimu kuendelea tena wiki ijayo.